That's my own sister. Muangalie vile mrembo. Hakuwa na mtoto hata mmoja. Hakuwa mezaa. Hakuacha hata mtoto mmoja. My sister alikuwa na Range Rover, ile mpya latest. Kini akaitwa lodging, akaenda, akakatakatwa, akauawa. Juzi nilikuwa naambia Sky wangu, tabia zako hazina tofauti na my sister. Please change. Please my daughter. I don't want to lose you at a tender age. Nataka kukuona forever katika maisha yangu. Nataka kukuona. Maana mimi ndio nimekuzaa. Siwezi kutakia mabaya. Na ndio maana kupeleka shule ya bei kali. Ndio maana nang'ang'ana na hiyo shule. I make sure nimelipa school fees. Na hiyo pesa ningefanyia kitu kingine. I'm not a selfish father. If I'm a selfish father, matendo yangu ingeonesha. But I'm not. Huyo mtoto ile simu anatumia ni simu ya 160,000. Ile nimemnunulia anatumia. Nguo zenye anavaa, whatever anafanya under my care. Lakini angalia picha ya sister yangu. A very pretty girl, very beautiful girl. The life was cut short. Waangalia. Hata hii kanisa hakuna msichana mrembo kama huyu. Tuongee ukweli. Kuna mtu anafika hii level? But sasa ako wapi? Alizikwa? Ni Mungu alimuua? Ni mwanadamu? Tafadhali. Huyu mwenye alimuua alisikia huyu ni sister Akanyari. Wananipigia simu saa 6 usiku kuniitisha 1200, 1300, nilikuta ma message, mimi nimengorota. Mwenye alimuhijack watoe pesa katika mifuko yake. Unfortunately mama alikuwa amelala, akipigwa simu aiende through. Mimi nilikuwa nimelala, nikipigwa simu aiende through. Akauawa saa 6. Mwenye alimuua na kwa nyumba akafunga na kufuli. Kwa hivyo Sky anaitwa nani? Wahu Starlet aling'ang'ana akaja mpaka kwa gate, kwa mlango, akajaribu kufungua akakuta kuna kufuli. Kwa hivyo kama kifuli haingekuwa, pengine roho yake ingeokolewa. Mama halalangi. Mama ana pressure. Analia kila siku mama yangu. Aikumbuka mtoto wake. Mama ya Betty Bayo halali. Ananipigia simu usiku, ananiambia Kanyari, umechukua watoto? Mama ya Betty Bayo. Kila siku. The mother to Betty Bayo. Na watu wa social media, mimi nashangaa sana. Mnapiga mama kama huyo wa Betty Bayo, na ni mama mzee. Mama wa miaka 80 something. Yeye ndiye ako na uchungu ya kuluzi mtoto wake kuliko wananchi wa Kenya. Ndio huyo Wahu, niko na yeye kwa gari. Si unaniona na yeye? Mimi ndio na drive gari huko. Tuko tumetoka Machakos. Tuko tumeenda crusade kubwa sana huko. Mimi ndio na drive na yeye ako hapa. Tulia na yeye hiyo crusade. Alikuwa Mboni, alikuwa analala kwa shule. Tukahubiria watu. Mwanaume mwingine akajitokeza from nowhere. Na mimi naambia wanawake, hao wanaume mnaona wanavaa vizuri, wanavaa jeans. Wanaume wa jeans. Na wanaume wanajipaka mkorogo. Na wanaume ambaye mnawasaidia. Wewe mwanamke uko na ujinga, hata mimi nashangaa. Unalipia mwanaume nyumba. Na unamlipia sijui kukula chakula. Kwani umerukwa na kichwa? Hao ndio wanauaga watu. Huyu mwanaume alikuwa ameoa Betty Bayo. Huko anaishi Amerika. Hata hana nyumba. Alikuwa anaishi kwa lori, ndani ya lori. Hana nyumba. Yeye kazi yake ni kuendesha marori ya Amerika. Ni dereva. Alidanganyilia Betty Bayo. Betty Bayo akauza nyumba yake. Wakakula hiyo pesa yote. Ile walikula hiyo pesa wakamaliza. Alimdanganyilia wakakula hiyo pesa. Ndio huyo mama Betty Bayo. Betty Bayo ndio huyo. Huyu mama haamini, halali uzingizi. Hiyo nyumba huyu mama anakaa alijengewa na Betty Bayo. Huyu mwanaume wa Betty Bayo hata mahari hajatoa. Alipatiwa pesa apeleke, atoe. Alipewa pesa na Betty Bayo. So Betty Bayo alijitolea mahari yeye mwenyewe. Ndiye afurahishe mama yake, amuoneshe huyu mwanaume ako sawa. Juu mwanaume mwenyewe ni handsome, mweupe,
mnapendeaga wanaume weupe nini? Kina mjukuu. Nini mnapendeaga wanaume weupe? Sisi we are African. Mimi sitaki mambo ya weupe hapa. Sisi ni ngozi nyeusi. Mambo ya mabenteni. Mnapendea mabenteni. I'm fighting for. That's my own leukemia. Hao ndio wanajua ni leukemia. Sisi tunajua what killed that woman. We know what killed that woman. Mimi natoa pesa, huyo mwanaume anapewa. Natuma pesa, huyo mwanaume anapewa. Natuma pesa, mwanaume anapewa. Tuma pesa. Hata saa hii ndio nikagundua kwamba nilikuwa na save mpaka mwalimu wa Sky. Kuja kuchunguza hata hakuwa mwalimu wa Sky. Na nilikuwa natuma 100,000, 200,000, 300,000 hapo. Maana napenda watoto wangu. Jameni, ni wanaume wangapi Kenya wanaachanaga na bibi na bado wanasaidia watoto? Na wauliza tu, ni mwanaume mgani Kenya anaachanaga na bibi na bado wanasaidia watoto na sio shilingi 2? Mtoto wangu anasomea shule analipa 500, huyo mwingine 500 per term, hiyo ni 1 million. Sasa kwa nilikuwa nawachukia. Mimi kutoka wakati niliachana na bibi yangu sijawahi oa mpaka leo hii. I have never married a wife. Lakini bibi yangu hata hakumaliza mwezi yeye aliolewa. Sasa surely nani alikuwa anapenda mwingine kuliko mwingine? Si basi mimi ndio nilikuwa nampenda kuliko mwingine, maana mimi sikumwacha mpaka saa hii. Hata katika mazishi yake nilikuwa hapo, nimepigwa tu picha niko hapo. Sasa watu wanauliza Kanyari nini unafanya hapo na huyo ni ex? Toka hapo. Stoki. Kanyari toka hapo, stoki. Laka huyo mwanamume mwingine ananiangalia sana, nini unafanya hapa wewe? Si utoke, stoki. Kuambua mambo ya leukemia, hao ndio wanajua ni leukemia. Kuambua mambo ya leukemia. Wala wanasema kwa social media eti Kanyari anyamaze, acha kuongelea watoto wake. Hata wewe ukinyang'anywa watoto wako utanyamaza? Nauliza, wewe ukinyang'anywa watoto utanyamaza? So kama wewe huwezi nyamaza ukinyang'anywa watoto, kwa hivyo hata watu wa social media wasiniambie ni nyamaze na nimenyang'anywa watoto wangu. Naweza kuwa na magari, naweza kuwa na kila kitu duniani, lakini kila kitu sio ya maana kama watoto wa mtu. Watoto wa mtu ni wazuri, ni wa maana kuliko hii magari, kuliko kila kitu duniani. Watoto wa mtu ndio fahari ya mtu, ndio furaha ya mtu. Pangapo wanasema ni ukweli pastor. Tunajivunia kuwa na watoto. Na mara ya kwanza nilipopigia Getao, aliniambia anaomboleza bibi yake. Haya, nikanyamaza miezi 2. After miezi 2 nikasema, "Halo, unaweza nirudishia sasa watoto?" Akaniambia kwa maombi ya kufunga ya 40 days. Na mimi nikasema wacha niheshimu kwa maombi ya kufunga. Na huyo mtu mwenye anasema anafungaga ako na earring. Earring. Oh, umeona wanaume wanavaa earring. Wewe ni wazimu. Kuna earrings. Anajibridge, marash. Wewe kuna vitu vingine sisi kama Waafrika we don't do those things. Atufanyage hizo vitu. Sasa akaniambia kwa maombi ya 40 days na nikakubali. Nikangojea 40 days iishe. Nikampigia simu. Akaniambia kama watoto tukutane kotini. Sasa nikashindwa. Si tulikuwa naongea na wewe vizuri. Si nilikuwa natumia diplomacy. Mbona all of a sudden umegeuka? Ukaniambia tena kwa nikamwambia ni koti unataka sawa. Tutaenda hiyo kotini. Lakini watu wangu hatakaa huko nisikie msichana wangu mambo mabaya alimpata. Hapana. Nataka kujilelea mtoto wangu mimi mwenyewe. Kijana wangu anafaa kuwa katika academy ya kujifundisha either football ama hockey ama swimming ama making film. Kama msichana wangu anapenda mambo ya media, kwa hivyo anafaa kuwa enrolled katika sinema either za Nigeria ama za Kenya ama za America, wherever. Lakini sasa yeye haezi. Mwenye tunaongelelea ako na watoto wake wanne, ako na watoto, by the way ako na watoto 5, 5 kids. Getao ako na watoto wangapi?
wenye asaidii, wenye wapei hata shilingi, anang'ang'ana na watoto wa Kanyari wawili. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna kitega uchumi. Anajua kuna pesa anapata wapi? Hapa. Anajua Sky anapata nini? Sky wangu anatengeneza pesa. So wako hapo, aibie huyo mtoto pesa na ajifanye. Katika Facebook niliuliza swali. Niliuliza what is narcissist? Wale wananijua katika Facebook yangu. Niliuliza, do you know who is a narcissist? Unajua narcissist nani? Unajua narcissist ni nani? Narcissist ni wanaume wengi sana Kenya wameoa wasichana, lakini hawa wasichana ndio wanawalipia bills. Betty Bayo hakutolewa mahari. Yeye mwenyewe ndiye alitoa mahari, akapatia huyu mwanaume amtolee mahari. Hakutolewa mahari. Na kama naongea vibaya, mama ya Betty Bayo wajitokeze, brother zake wajitokeze, waseme kama naongea uongo ama ukweli. Alijitolea, Betty Bayo alijitolea yeye mwenyewe mahari, akapea narcissist. Akapea narcissist. Wangapi wameiona wanaume kama hao? Wanaitwa mifugo. Wale wanaitwa benten. Mabenten. Mmeiona wanaume wanaitwa mabenten. Wale wanalewa na wanawake. Na hawa wanawake hawataki kuwaachilia hawa wanaume juu hawa wanaume wanakuwa handsome. Wamevaa jeans, wamevaa sports shoes, hawana kitambi kama Kanyari, weupe, narcissist. Wale wanajua kukuambia umekula. Sasa unajua Kanyari hata kuuliza kama umekula. Mimi nitakuuliza kama umeamuka, nakwambia wewe amuka twende kazi. Lakini narcissist akwambia umekula. Haki oye. Unakaa uko mgonjwa. Oye. Oye. Na wakikwambia oye wanaendelea kukukula. Baadaye wanakuacha ukiwa na depression, maana walikuwa nakupenda sana. Ndio unasikia wasichana wengi Kenya wanajua. Juu hawa watu wanaitwa benten. Wala wanasema kwa social media eti Kanyari anyamaze.